Mungu akubariki. Naitwa mchungaji Fred Mwabulambo. Mungu akubariki sana. Bwana amenipa nafasi tena siku ya leo mimi kusimama mbele zako na kulihudumia kundi la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki sana sana. Najisikia vizuri kuwepo katika nyumba ya Bwana. Nami napenda kumtumikia Mungu nikifahamu ya kwamba maisha ya utumishi ya duniani yana kikomo. Kwa hiyo nafanya bidii, nafanya juhudi ili kumtumikia Mungu aliyeniita. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja kuongea na wewe kwa habari ya chombo cha heshima kubwa kwa Mungu. Nilikuja hapa nikaongea kwa habari ya chombo cha heshima kubwa kwa Mungu, na niliongea mambo machache, na katika ule ujumbe kuna vitu tele ambavyo sikumaliza, na hata leo sitamaliza pia, kwa sababu nayo mambo mengi ya kuzungumza kwa habari ya kuwa chombo cha heshima kubwa kwa Mungu. Kwa hiyo nazungumza kwa habari ya chombo cha heshima kubwa kwa Mungu. Inawezekana leo ndio mara yako ya kwanza kusikia, kwa maana ya kwamba juma lile ambalo nilikuja haukuwepo. Kwa hiyo kama haukuwepo, basi ujumbe utakuwa mpya. Lakini kama ulikuwepo, utakuwa ni mwendelezo wa yale ambayo tuliangalia kipindi kilichopita kwa habari ya chombo cha heshima kubwa kwa Mungu. Na andiko letu la msingi kabisa ni lile andiko la Timotheo wa pili 2:20 na 21. Ndilo andiko letu la msingi ambalo na leo tena Mungu amenipa nafasi ya kuzungumza na moyo wako. Kitabu cha Timotheo wa pili 2:21. Biblia kwangu inaniambia basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu. Kwa hiyo katika hiyo nyumba kubwa Paulo anasema havimo vyombo vya dhahabu na fedha, gold and silver. Anasema bali na vya miti vipo na vya udongo vipo, lakini anasema vingine vina heshima. Katika hivyo vyote vinne na vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha heshima cha kupata heshima, atakuwa chombo cha kupata heshima kilichosafishwa kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Kwa kila kazi iliyo njema. Katika andiko letu la msingi nilishaliongea, labda tu nijaribu tena kuongea kidogo alafu niende pale ambapo nataka nifike. Paulo anaandika maneno haya kwa mtoto wake wa kiroho, mtoto ambaye amemlea yeye mwenyewe, mtoto ambaye amekuwa, na sasa hapa yuko kwenye kanisa la Efeso, yuko kwenye mji wa Efeso. Huyu ni Timotheo, yuko kwenye mji wa Efeso, amekwenda kuchunga na amekwenda kufanya kazi ya Mungu. Kumbuka ya kwamba Timotheo yuko Efeso, lakini Tito amekwenda Krete, waligawanyika, wameondoka pale. Huyu sasa yuko kwenye mji unaitwa Efeso, na Paulo kama baba ya kiroho ameandika vitu vingi sana, na huu waraka tunaelewa ni waraka wa kichungaji huu wa Timotheo wa pili. Kwa hiyo anamwandikia mambo ambayo yanampasa yeye kama mtumishi mwaminifu shambani mwa Bwana anatakiwa kuelewa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Sasa nisikilize na niongee tena maneno haya kwamba katika Ukristo chombo cha heshima kwa Mungu ni nani? Huyu ni mwamini aliyetengwa na Mungu na kujitenga na dunia na kujidhabihu kwa Mungu kwa matumizi ya Mungu. Ndio anayeongelewa hapa. Huyu anayeongelewa hapa ni Kristo mwaminifu. Huyu anayeongelewa hapa ni Kristo aliyetengwa kwa ajili ya matumizi ya Mungu. Na ndio maana mstari wa 21 ukiusoma vizuri unasema namna hii. Labda niusome tena ule mstari wa 21 unasema hivi. Unasema basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima kilichosafishwa kimfaacho Bwana, kimetengwa kwa kila kazi iliyo njema. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaongea kwa habari ya chombo cha thamani kubwa kwa Mungu. Ni kipi hiki? Paulo anataja vyombo ndani ya nyumba kubwa. Anasema viko vyombo vya aina tofauti. Umeona hapo waimbaji wameimba praise and worship team, Songs of Folk. Bila hawa watu hatuwezi kufikia kimo cha uchaji wa Mungu. Bila hawa watu, bila wewe pia, bila yule, bila
kila yule, kwa sababu wote ni vyombo ndani ya nyumba kubwa ya Mungu. Lakini ndani ya nyumba hii kubwa ya Mungu anasema pamoja na kwamba ni vyombo, swala sio vyombo. Anasema pamoja na kwamba sote ni vyombo, lakini vipo vyombo vya dhahabu, viko vyombo vya fedha, viko vyombo vya miti, viko pale, viko vyombo pia vya udongo. Lakini anasema kinachomata, kinachohusika sana ni kile chombo ambacho kimejitakasa. Kwa nini kimejitakasa? Kwa sababu kimetengwa kwa ajili ya kila kazi njema ya Bwana. Ndicho anachozungumza pale Paulo. Kwa hiyo asubuhi ya leo nimekuja tena na ujumbe huu kwamba Mungu anatamani sana, anamtafuta mtu nyumbani mwa Bwana. Kwenye hii nyumba kubwa ya ICC anakitafuta chombo ambacho kimejitenga, chombo ambacho kiko tayari kwa ajili ya matumizi yake, chombo ambacho kiko tayari kwa ajili ya kutumiwa na master na Bwana mkubwa. Yeye ndiye anachokitafuta. Swala sio chombo cha miti, swala sio chombo cha udongo, swala sio chombo cha fedha na dhahabu. Anasema mimi hata nikipata cha udongo kikubwa, anasema mimi Mungu kwanza jina langu ni mtakatifu. Alafu mimi nakaa kwa watu walionyenyekea pamoja na roho iliyotubu. Yaani yeye mwenyewe Mungu anajitambulisha. Ndipo anapoketi, ndipo utakapomkuta hapo. Huwezi kumkuta nje. Hiyo ndio surroundings yake. Hayo ndio makazi yake Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Nenda mbele Isaya 66. Isaya 66:1 anasema Bwana asema hivi. Isaya 66:1 anasema Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzika ni mahali gani? Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia. Angalia huyo mtu. Anasema naye vaa suti. Unajua sio chumba napenda suti. Na mimi ukitaka uniweze nipe zawadi ya suti. Nakushukuru sana. Sasa napenda suti. Anasema huyu mtu ndiye nitakaye mwangalia. Hajasema mchungaji, hajasema askofu, hajasema mwangalizi, hajasema shemasi, hajasema kiongozi yoyote. Anasema mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia. Angalia, anamtaja huyu mtu na sifa zake. Huyu mtu ndiye nitakaye mwangalia. Huyu ndiye nitakaye mwangalia. Huyu mtu ndiye nitakaye mwangalia. Lakini mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno langu. Atetemeka. Sasa kutetemeka unaposikia neno la Mungu sio kusema sema baba. Ni zaidi hapo. Atetemekae anapolisikia neno la Mungu. Maana ni kwamba anapolisikia neno la Mungu anasema Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Mimi ni mwanadamu tu. Hakika siwezi. Nahitaji msaada wako. Kuishi maisha ya utakatifu ni magumu. Siwezi Mungu. Maana maisha ya utakatifu duniani ukweli yapo, lakini magumu. Hebu nifanye kuwa sehemu ya watu wako. Huyo ndiye anayetetemeka. Sio yule anayesikia ndende akitoka hapo kwa heri mwalimu tuonana kesho. Anasema mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia, mtu mwenye roho iliyopondeka. Wako wapi wanawake leo wenye roho zilizopondeka? Wako wapi wanaume leo wenye roho iliyopondeka? Wanafikiri wanaopondeka, wanaume wengi wanafikiri wanaopondeka ni wanawake. Tamaduni za Kiafrika zimetwali. Yaani wanaume wengi tunafikiri aliyepondeka moyo anatakiwa tu kuwa mwanamke. Anatakiwa tu kugaragara mwanamke. Amepondeka moyo wake. Wanaume wengi tunafikiri hivyo. Tunasikia sisi ni magangwe, ni majitu fulani tu. Mbona kama tuko kanisani tunaangalia tu what is going on. Yaani watu wa mikakati tu, mioyo migumu kama jiwe. Anasema huyu mtu ndiye nitakaye mwangalia, roho yake huyu mtu imepondeka, tena anatetemeka anapolisikia neno la Mungu. Anapolisikia neno la Mungu anasema jamani, keleleni. Nasikia Mungu anasema
unaongea na maisha yangu. Kelele wewe, ondoka, nenda kacheze kule. Yaani anatetemeka anapolisikia neno. Yuko wapi mtu huyo namna hiyo katika dunia hii inayozungumza? Haipo. Kama wapo ni wachache. Watu wengi mioyo yetu ni migumu, haiko tayari kupokea kutoka kwa Bwana, haiko tayari kupondeka kutoka kwa Bwana, haiko tayari ndio maana kuingia kwenye utendaji inasumbua. Inasumbua kama nini? Sikiza nikwambie. Yaani ninapoongea hapa sio kwamba kule kanisani kwangu kuko salama. No. Everywhere is rotten. Kila sehemu kumeoza. Utaongea na watu, jamani tufanye hivi, utawakuta wanakuja 4 tufanye hivi jamani, jioni kwenye maombi 6 katika 10 katika 20. Jamani tufanye hivi, hamna. Kwani utendaji, kuingia kwenye utendaji kunahitaji mtu ambaye roho yake imepondeka. Kunahitaji mtu ambaye ana maisha ya unyonge kwa Bwana. Maisha ya duniani yamefanikiwa, lakini unapokwenda kwenye maisha ya Bwana sio mnyonge kabisa, sio mnyenyekevu kabisa. Huyo ndio anayetafutwa. Anasema mtu ndio atakayemwangalia mimi Mungu. Siangaliagi watu wengine, siangaliagi mavazi wala sura, maana aliyekaa pua siri kubwa, pua ndogo, mdomo mkubwa, mdomo mkubwa, ni mimi nimemuumba. Sasa hivyo siwezi kuviangalia. Ninayemwangalia ni yule mwenye roho iliyopondeka, ni yule mwenye roho iliyonyenyekea, ni yule mwenye roho iliyoshuka. Wachungaji tunahangaika na wachungaji wanahangaika. Tatizo kubwa ni moyo. Moyo sio mwili. Moyo umeharibika kwa mwanadamu, na kwa hivyo kuwa chombo cha thamani kwake, kuwa chombo cha thamani kwake ni ngumu. Moyo umeharibika. Takumbuka jana tu hapo amezikwa yule dada Naomi. Mume wake alimuua na akamchoma kwa magunia 2 ya mkaa. Amezika jana huko Arusha, Kilimanjaro huko nadhani. Na amechoma mwaka jana, sio mwaka huu. Wamefuatilia, wameona moyo umeharibika kwa mwanadamu. Namchoma mke wako kwa magunia 2 ya mkaa. Uogopi hata kuogopa mwanadamu. Moyo. Ndio sasa unamwona Mungu anasema natafuta mtu ambaye roho yake imetubu na kunyenyekea. Na mtafuta huyu mtu mwenye roho ya unyenyekevu. Ndio atakayemwangalia mimi. Na ndio chombo changu cha thamani. Leo sio ajabu kumwona mke na mume wanapigana. Sio ajabu tena. Wanabondana tu vizuri. Mapambano ni makubwa. Tatizo ni moyo. Na Yesu ameuzungumza moyo. Ukiona mafundisho ya Yesu yaliyo mengi, ukifuatilia, amedili na moyo. Anasema the problem is your heart. Sio kitu kingine. Kuharibika kwa mwanadamu unapomwona formation ya nje ni moyo. Moyo ukiharibika, kila kitu kwenye maisha yako kinaharibika. Kila kitu kinashindikana. Moyo. Angalia kitabu cha Marko 7:21. Moyo. Marko 7:21-23. Moyo. Mama tengeneza moyo, baba tengeneza moyo. Utakosa neema ya kuwa chombo cha thamani kwake. Utawafurahisha wanadamu tu. Wanadamu watakuona ni mzima, kumbe ndani umeharibika. Haongea vitu vigumu sana. Moyo. Biblia inazungumzia moyo kama kitovu cha mwongozo wa shughuli za wanadamu. Moyo ndio kitovu cha shughuli za wanadamu. Ndivyo Biblia inavyosema. Kama ungetafuta function nzima ya mwili wako wewe, ya maisha yako, sio brain,
ni kitone tu, lakini Mungu anazungumza na moyo. Mungu anataka wanadamu mioyo yao ikae vizuri, ili wasiuane, ili wasisemane, ili wasisengenyane, ili wasiongee mabaya, ili kusiwe na mapambano. Ni mioyo. Marko 7:21-23. Nisikilize Biblia inavyosema hapo. Mungu anasema hivi: kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya. Ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya: uasherati, wizi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, hadi ukorofi, hadi hila ulionayo, hadi ufisadi, hadi kijicho, hadi matukano, hadi kiburi, kumbe mpaka upumbavu. Hayo yote yaliyo maovu yatoka ndani. Na Yeremia 16:17 utaona macho ya Mungu yanayoona mambo yote. Anasema hivi: maana macho yangu yaziangalia njia zako zote, hawakufichwa uso wangu usiwaone, wala haukusitirika uovu wao, macho yangu yasiuone. Tunaye Mungu ambaye macho yake yanaona yote. Hebu kama watumishi wa Mungu ambao tumejidhabihu kwa Mungu, wewe uliposema umeokoka, inatosha jamani. It is enough. Inatosha. Ujue kwamba yuko Mungu anayeona njia zako zote. Hiyo ujue kabisa. Maana amesema, maana macho yangu yaziangalia njia zako zote, na hawakufichwa uso wangu usiwaone. Yaani huwezi kujificha kwenye uso wa Mungu. Anasema Mungu hapo. Na ukienda 32:19 ndio utaona mambo ya ajabu pale. 32:19 Yeremia anasema hivi: mkuu wa mashauri, mweza katika kutenda, ambaye macho yake yamefumbuka juu ya njia zote za wanadamu. Macho yake yamefumbuka juu ya njia zote za wanadamu. Anasema kumpa kila mtu kwa kadiri ya njia zake na kwa kadiri ya matunda ya matendo yake. Dada, nikwambie hivi, nikupe ushauri. Njia za Mungu, amini, macho ya Mungu yamefunguka kwa njia za wanadamu wote. Kaka, nikupe ushauri. Unapoishi uelewe kabisa macho ya Mungu yamefunguka. Jicho la Mungu linaangalia. Hata hapa ninapoongea, jicho la Mungu linachunguza. Linaangalia, linapita, linachunguza, linaangalia. Maana anasema hakuna anayeweza kujificha uso wangu usimuone. Yaani anaweza kuona. Na huyo ndio Mungu ambaye wa kuafiwa. Mungu ambaye tumemchagua. Mungu ambaye hataki mambo mabaya ndani ya moyo. Tunza moyo wako. Angalia, hakikisha kabisa. Sikiliza, epuka kufanya mambo kwa ajili ya watu wakuone. Epuka. Watu ni yaani mtu ni nini hata umwangalia? Yaani mtu ni nini? Fanya mambo ya kwenye Biblia, yale yaliyoandikwa. Tunza viwango vyako, tunza moyo wako, maisha yako yaweke vizuri. Siku zote mwambie Mungu, hiki ninachokifanya sijaambiwa ndio kanisani, ni sahihi. Yeye unashika. Najiuliza mimi binafsi, kwa mimi ndio njia zangu zitahukumiwa na Bwana. Anasema ataleta kila siri, iwe mbaya iwe njema, ataileta siku moja Mungu kwenye hukumu, ataipitisha. Kwa hiyo hayo ni ya kujitafakari mimi mwenyewe. Natamani kuwa chombo cha heshima kwa Mungu. Mimi binafsi, sio mtu mwingine, sio mchungaji, sio nani. Mimi binafsi, Mungu naomba unisaidie niishi maisha ya ushuhuda, niishi maisha mema, niishi maisha yaliyosafishika, niishi maisha ya kukucha wewe, niishi maisha ambayo hayalaumiki ovyo, maisha machafu. Leo ndio watu wanaishi maisha machafu. Yaani hata ukiambiwa habari zao unashangaa. Yupo kanisani, anaabudu Mungu. Anakutabetiwa kaza. Wewe acha hiyo habari. Umetingwa. Kumbe anapiga na kalaka yake hiyo ya uongo, amezidiwa na mambo yake. Hapana.
kunyooka ili tufae kwa matumizi ya Mungu. Sema amina. Sema kwa nguvu amina. Alafu ukiwa unasimama unaweka vitu vyako pembeni, unasimama mahali pale ulipo. Hapana wapendwa, mimi natamani kuishi maisha ya ushuhuda. That's my commitment. Yani nilishaamua maisha yangu yote, nilimwambia Mungu nataka niishi maisha ya kukupendeza wewe na niwe role model kwa watu wengine. Niwe na nguvu ya kumwambia mtu kwamba what you are doing is not right. Unachokifanya sio sahihi. Sasa wewe utapataje moral authority ya kumwambia mtu kama unaofanya wewe mwenyewe haeleweki? Haeleweki. Ni kama story ile nilikuwa nasoma kwenye kitabu. Anasema mama mmoja anatoa counseling, anatoa ushauri kwa nani? Kwa mtoto wake. Mtoto ameokoka, mama hajaokoka, anampa ushauri. Mwanangu angalia sana nini, oye tembea vizuri. Mtoto amelanduka akamwambia mama yake, mama mbona na wewe na watoto watatu kwa kila baba mmoja? Yaani watoto watatu, wanaume watatu. Sasa utaniambia mtoto amechanganyikiwa naye akafyatuka. Maana yake ni mama ameshindwa kuwa role model kwa mtoto. Kwa mimi natamani niishi maisha mazuri. Napokaa na wale vijana wangu watatu naambia, hapana, mimi sikuishi hivi wanangu. Tembeeni hivi, fanyeni hivi, acha hiki, dumisha hiki, twende hivi. Sasa huwezi kuwa na moral authority ya kiwango hicho kama wewe mwenyewe hujawa chombo cha heshima kwa Mungu. Huwezi. Na ndio maana unaona mafamilia yanaenda ups and downs, vitu vingi vinatokea humo, sio nini. Hatujawa moral model. Naomba Mungu hapa atusaidie, mimi kama baba, mimi kama mama. Mungu anisaidie mimi ili niishi maisha ya kumpendeza Mungu na hatimaye niwe chombo cha heshima. Amina, amina. Hebu funika macho yako. Nataka mimi nikuombe. Nimesoma maandiko mengi na mengine nimeacha. Lakini lengo langu ni kumfanya mtu mmoja tu hapa kwa kujivunia kwa Mungu. Ndio lengo langu. Kanisa tuko vizuri, Mungu atusaidie. Kanisa la nchi liko vizuri, Mungu atusaidie. Kanisa la mali pamoja liko vizuri, Mungu atusaidie. Yaani kila mmoja anahitaji msaada wa Mungu. Mungu na mimi nisaidie kama mchungaji, niwezeshe. Umeniita kulea kizazi hiki kikaidi, kinachofaidi mpaka siku ya Idi. Kikaidi, kisichosikia. Tungesema hivi kitaondoka hapa. Mablango naye. Mablango naye. Mwabu naye. Haya, ndicho kizazi tulicho nacho. Nataka ufunike macho. Nataka nikuombee neno moja. Mungu akusaidie. Mwokozi saidie, niwe mwaminifu utakapo miliki juu. Bwana nikumbuke, Mwokozi nisaidie, niwe mwaminifu utakapo miliki juu. Bwana nikumbuke. Sema tena, Mwokozi. Ongeza sauti. Nisaidie. Ambia Mungu akusaidie. Wewe mwaminifu. Baba utakapomiliki. Miliki juu. Bwana nikumbuke. Mwokozi
Bwana. Ambia Mungu akusaidie mama. Niwe mwaminifu. Baba nisaidie. Utakapo miliki Bwana nikomboe Mwokozi. Mwambie Mwokozi nisaidie niwe mwaminifu. Niwe mwaminifu Bwana. Niwe mwaminifu. Mwambie Bwana kusaidie uwe mwaminifu. Utakapomiliki juu Baba. Bwana. Mwokozi. Mwambie Bwana Mwokozi nisaidie. Niwe mwaminifu. Yesu anazungumza. Anaongea. Ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya. Ndani ya moyo kumbe ndipo kuna uasherati. Ndani ya moyo ndipo kuna wivi. Ndani ya moyo kumbe kuna uuaji. Wameua yule dada kwa sababu ya ndani ya moyo umeharibika. Hilo sio fungu lako wewe. Wewe hujaharibika moyo. Wewe ndani yako hakuna utukanaji. Hakuna maovu. Lakini kama unasikia ndani ya moyo wako yoyote ambayo nimeongea pale, Yesu anayazungumza, anayapoint out, anayaweka wazi. Chukua hatua. Hiyo ndio atetemekaye. Alisikia hapo neno langu. Anayetetemeka. Chukua hatua. Ukiona tu unasoma hapo, unasema, nina mawazo mabaya. Unajikasiri mwenyewe rafiki. Unaanza kujicriticize mwenyewe, unajikosoa, unajirekebisha. Usidumu hapo. Unajiangalia. Mimi sina mawazo mabaya, ninayo. Mungu nisamehe na kuja mbele zako nitakase. Vipi kwa habari ya uasherati? Kumbe unatoka moyoni. Vipi kwa habari ya wizi? Unatoka moyoni. Vipi kwa habari ya uuaji? Mungu nisaidie. Nimeua wangapi? Na leo hii hatuui kwa visu, tunaua watu kwa maneno. Kwa maneno yetu watu wanakufa na kurudi nyuma na kuacha kanisa. Wanarudi nyuma kwa maneno. Tumekuwa wauaji. Mungu anasema na wewe mchana wa leo. Mungu anasema na moyo wako. Mungu anazungumza na wewe. Umeua wangapi? Wewe unajua. Uzinzi, tamaa mbaya, pakadi, ukorofi. Kuna vijitu ni vikorofi alafu vinasingizia mimi sangwini. Sikiliza, hiyo aiba yako Bwana anataka kuitumia kwa mapenzi yake. Watu wengine mpaka wanasingizia Samiko Leniki, mimi sangwini, amini wa hivi ni melancholy, mimi ni wa hivi phlegmatic. Sikiliza Bwana, Mungu anataka kutumia haiba yako wewe kwa mapenzi yake, kwa sababu ndio aliyeziumba hizo haiba. Mungu anasema hapa, moyo. Shughulika na moyo mama. Shughulika na moyo dada. Moyo wako ndio umekuleteleza kwa hivyo ulivyo. Moyo. Ndio maana Mungu anasema linda moyo wako. Kuliko nini jamani? Kuliko yote uyalindaye. Maana huko ndiko kunafanya zinakotoka chemichemi za uzima. Kwa sababu moyo ndio unaofunction kazi zote za mwanadamu. Moyo ndio kitovu cha maamuzi. Tunaona Yesu anapoint out vitu vinavyotoka kwenye moyo. Anadhihirisha ndani ya moyo uuaji, ndani ya moyo tamaa mbaya, ndani ya moyo ukorofi, ndani ya moyo hila, ndani ya moyo uongo, ndani ya moyo. Ndio maana Mungu akasema kwenye moyo wa mtoto kumefungwa nini? Kumefungwa nini ndani ya moyo wa mtoto? Upumbavu. Kwa sababu moyo ndio unaobeba. Sikiliza, mtu mpumbavu sio kichwani. Mpumbavu ni moyo.
moyo. Ukiona mtu ni mpumbavu, maana ni jambo la ndani ya moyo, anapaswa kushughulikia moyo wake. Ndivyo Biblia inavyosema hapa. Si unaona kwenye ile Mithali 22:15? Sio na Mungu anavyosema. Mithali 22:15. Sio ana labda nikusomea hapo. Nikusomea hapo. 22:15 anasema ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto. Ujinga, tena mimi nisema upumbavu, ni ujinga kumbe. Ignorance. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto. Lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Ndio maana tunapiga fimbo, tunapiga stiki kweli kweli, kwa sababu tunajua moyo, ndani ya moyo wa mtoto kuna ujinga. Sasa wewe ukishakuwa mtu mzima kwa Bwana, acha ujinga basi. Kristo ushakuwa mtu mzima kwa Bwana, acha makando kando, acha maovu, contamination na shikashika vitu vya ajabu. Acha moyo wako uwe safi, moyo wako uwe mwanana, moyo wako uwe mzuri, uwe msikivu, uwe mtu uliyepondeka, uwe mtu unayesikia na kusikiliza, uwe mtu unayetii, uwe mtu ambaye uko tayari kubadilika. Unajua cha kushangaza ni kwamba tumeanza kuhubiriwa hapa duniani. Kuna wengine wana miaka 30 wanahubiriwa tu. Nini? Mtu acha ukorofa kaishi. Acha ugomvi uishi. Bwana acha hii tabia ishi. Asi ndio tulivyo. Alafikiri ni sifa. Sisi nyumbani wote wakali. Eti ni sifa hiyo. Eti namwambia mwenzake sisi bwana sisi nyumbani wote hatutakaki mchezo, ni wakali. Sawa, ni mkali. Uone mkali kwa mambo mazuri. Jamani amina. Sawa, yani mimi nakubaliana na wewe, ni sifa njema. Lakini sasa sio tu yani from nowhere tu watu mpaka wanapisha pembeni. Sema wewe usisogelee. Hiyo sasa ni sifa mbaya. Lazima uwe mtu mwanana, unayesogeleka. Yaani watu wanaweza kuja kwako na kupiga story na wewe. Wasikuogope. Wakuone ni mtu tu, yani ni mtu tu kwa sababu moyo wako wewe umeharibika. Yaani mtu atamani kuja pamoja na wewe. Mtu atamani pia wewe uwe modo wake. Jamani amina. Mimi nimewambia kanisani pale vijana wangu wako wangapi? Wako 7 vijana wa kiume. Nimewambia hivi, sikilizeni vijana. Yaani mimi hapa kanisani ndio role model wenu. Yaani nyinyi wote muiangaliake maisha yangu mimi. Nikimesa msiniangalie. Lakini at the time being niangalieni mimi. Mkitaka jambo lolote, mnataka kuprogram mambo yenu, jioni mniulize. Jinsi ambavyo nilikwenda nitawaambia, nitawasimulia. Na mtendeni ndio nilikuwa nikiwaambia hata kwenye vipindi vya vijana ninapoongea nao, nawaambia ukweli maisha yangu mimi, jinsi nilivyoishi kutoka na miaka 25, 26, 27 mpaka naoa, mpaka naingia kwenye ndoa. Mtendeni ndio nilikuwa nikiwaambia. Kwa nini nataka waelewe mimi kwanza, mimi niliye mchungaji wao, nimeishije, nipoje, ninaendeleaje, ili kupitia maisha yangu mimi na wao wajifunze, wajue kwamba na waniulize maswali. Kama niliwaambia kwamba nilioteshwa kupata mke, waniulize ulioteshwaje. Kama nilienda kumwambia mimi mwenyewe, nikamwambia dada uko vizuri, nimekuelewa, tuanzishe maisha, niwaambie kupitia ushuhuda wangu, na wenyewe watajifunza. Sasa lazima tufike sehemu tuwe role model wa wengine, tuwe vielelezo wa wengine, ili wengine wayaone maisha yetu. Wakishayaona maisha yetu waseme nataka kuwa kama yule, nataka kuwa kama brother yule. Na unapoambia usiwadanganye, maana pia kuna kujiona mwamba mbele za watu. Unajiona mwamba mbele za watu. Waambie ukweli. Bwana mimi ni 1, 2, 3, maisha yangu yalikuwa hivi, nilipokuwa shuleni nilikuwa hivi, na sasa niko hivi, na sasa naendelea hivi. Basi unamsaidia mtu. Jamani Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Lazima kama tunataka kuwa vyombo vya heshima kwa Mungu na Mungu atupe heshima sisi, lazima tuishi kwa kiwango cha kuwa malolo kwa wale wanaotutazama, kwa wale waliotuzunguka, kwa wale yani mwaseme kabisa kwamba lo, dada yule, yes. Kwani nikuulize kitu, kwani huwa wewe hatufahamiana kitu kwamba yule pale kiwango chake cha kiroho pale hajaokoka vizuri? Hatusemaga? Tunasemaga sana. Tunasema na yule bwana wokovu wake umepimaje? Wewe unajua vipimo vyako na mimi najua vya kwangu. Sasa ni kujitahidi kwa namna yoyote kumwomba Bwana atusaidie ili tukae kwenye mstari wake. Basi mimi niliamua, unajua mimi ni kijana ambaye baba na mama hawamjui Mungu, kwa maana ya kwamba hawajaokoka. Na kama hawajaokoka, whether wanasali kwenye dini nzuri ya Kimoravian, whether wanasali Katoliki, Lutheran, ni neno moja, hawamjui Mungu. Maana ni kwamba viwango vile vya Mungu anavyovitaka bado, ila wanatafuta kama njia wana struggle. Lakini nilianza mimi maisha ya wokovu nikiwa bwana mdogo, na hata pale nyumbani waliniambia wewe utaweza. Niliambiwa nikiwa bwana mdogo tu, jamani, miaka 15. Ni kijana mdogo tena zamani, miaka 15, you know nothing. Sio kama vijana wa leo. Yani hujui chochote by then 99. Yani hujui chochote. Lakini si hivi nimeendelea. Ninaweza kukupa shuhuda. Nimesoma form 1, form 6, nikaondoka hapo nikaenda chuoni, nikamaliza, niko kazini, nikaoa na kuoa. Mbona nimeweza? Kwa hiyo hakuna mtu anajitetea. Unajua maisha haya haiwezekani. Wewe kaenda hiyo ni muongo wewe. Inawezekana. Na mimi niko hapa nakutia moyo kama kijana. Inawezekana kuishi maisha masafi. Sema amina. Kama wewe uamini kwamba haiwezekani, hata kupiga makofi uweze kupiga, maana si madudu plus madudu. Lakini wanaoamini wote watasema ni kweli. Inawezekana. Inawezekana kabisa. Jamani, mimi ninayo maisha ya ushuhuda, yani sijivuni, yani naongea ukweli kabisa kwa moyo mweupe. I have nothing. Nina almost 10 years Iringa hii. Almost 10 years Iringa hata nimeshakatika. Nimeishi tu maisha mazuri tu, wala hamna shida. Sio maisha ya kulaumiwa tu, mara sijui alikuwa anamtumia binti suka message, anamapproach, mara sijui nini. Hayo. You have your wife, it is enough. Hatuwashia. Sio una mtu tena ameoa, mara tena kule ana approach watu, mara sijui yule na yule. Sasa wewe, mbona kwa kama kabeberu? Yani watu na wapigaga tu. Hata kama mtu akiniangalia vibaya, yani nitakwambia tu, maana si ndio kilicho ndani ya moyo wangu. Yani nitakitoa tu hata kama utaki sasa. Najua utaki niseme, lakini nitakwambia tu. Yani msimama, yani nenda tu maisha yako. Hayo, wala haina shida. Haina shida. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wapendwa, haleluya sana. Amen. Kwa hiyo uovu na wema vyote viko ndani ya moyo. Mathayo 15:19. Mathayo 15:19. Biblia inasema, shughulikia moyo. Mtu anayelinda na kutunza moyo wake atafaa kuwa chombo cha thamani kwa Mungu. Mama, tunza moyo. Tunza moyo mwanamke, tunza moyo mwanaume. Acha maumivu ndani ya moyo. Watu wana maumivu moyoni. Mungu asante, moyo uliweka ndani ya nyama. Watu wana maumivu hapa. Mwingine ukiongea naye hapa, pastor, wanaume sasa hivi hawaeleweki. Mimi nishapigwa vibuti 5 moyoni. Hapana,
watu. Watu wako tu vizuri, tumeokoka vizuri na tunaenda mbinguni vizuri. Tuseme amina. Hamna shida. Ndio maana nimekwambia uwe na role model wa maana. Unakuwa na role model amekula vibuti 18. Nimesema Mathayo ngapi? Inasemaje? Hebu nisome yote. 1 2 3 twende. Inatokea nini hapo nyuma kabla ya matukano? Ni nini? Ushuhuda wa nini? Wa uongo. Moyoni kunatokea mpaka na ushuhuda wa uongo. Nisikilize. Kuna watu ni mabingwa wa kutunga uongo ili kuwapendeza wanadamu. Ushuhuda wa uongo. Ushuhuda wa uongo. Ushuhuda wa uongo. Nilipokuwa nasoma, huyu anayetoa ushuhuda ni mwanamke. Dr. Shengoma. Namshukuru Mungu nilipokuwa nasoma pale Azania. Azania imekuwa na girls. Ushuhuda wa uongo. Jamani. Umesoma? Mimi nimesoma shule ya Iringa Girls. Anasema huyo ni mwanaume. Yaani wewe una akili wewe. Yaani ushuhuda wa uongo. Anasema hapa unatoka moyoni. Hii kali. Ushuhuda wa nini jamani? Unatoka moyoni. Ile andiko pale nasema. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uaji, uzinzi, uasherati, wizi, ushuhuda wa uongo na matukano. Yote yanatoka ndani ya moyo wa mwanadamu. Kwa nini? Ni kwa sababu Biblia inazungumzia moyo kuwa ni kitovu cha mwongozo wa shughuli za mwanadamu. Moyo ndio mwongozo, sio brain. Brother, sio brain. Sio brain. Ndio maana unakuta mtu ni doctor, ni problem ni moyo, sio brain. Akili iko vizuri tu. Ndio maana linaenda mpaka kuchukua mtoto pale. Tatizo ni moyo umeharibika. Moyo mchafu. Chemchemi yake ya moyo inatoa volcano chafu. Ndicho ninachoongea hapa. Wewe natamani uwe chombo cha thamani kwa Mungu. Mungu anafika sema na kuangalia sema yes, I love the boy. Nampenda huyu kijana. Nampenda huyu dada. Maana analeta utukufu na heshima kwa jina langu. Ndicho ninachoongea hapa. Yaani unakuwa mtu wa heshima kweli kweli mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Jamani, kuna watu hawana heshima. Ukiangalia mdomo, anahubiria, anatoa na vitu vya ajabu. Hapana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Andika pia Wakolosai 3:5. Andika Luka 6:45. Kolosai 3:5, Luka 6:45. Moyo ni Mungu niko tayari kukitumia. Asubuhi ya leo yuko mtu mmoja ambaye atanielewa. Yuko mtu mmoja ambaye atachukua hatua, atamwambia Bwana, natamani kuwa chombo cha thamani ili Mungu unitumie, ili Mungu uniwezeshe, ili Mungu napotumika shambani mwako, katika hii nyumba kubwa, katika hili shamba kubwa la utumishi, na kuomba Mungu mimi niwe chombo cha thamani katika utumishi ulioniitia. Sema amina. Mungu anakitafuta hicho chombo. Mungu anakitafuta hicho chombo. Chombo ambacho kiko tayari kutumika na Bwana. Chombo ambacho kiko tayari. Chombo ambacho kimesafika. Chombo ambacho kiko safi. Chombo ambacho kimefua vazi. Chombo ambacho kimejitenga na dunia. Chombo ambacho kimesema hapana kwa dunia. Hata kama dunia inapendeza, hata kama dunia inawakawaka kama maua, hata kama dunia inafanya chochote, hicho chombo kimesema hapana kwa dunia. Niko tayari kwa namna ya aina yoyote. Mungu nataka unitumie. Nitumie kwa faida yako. Nisitumike tu bure machoni pa wanadamu. Wanadamu wakasema huyu anatumika, kumbe hata hatumiki. Mungu
kisafishe. Hicho ndicho chombo ambacho kinaongelewa kwenye sura hii ya pili ya kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa pili 20:21. Hiki ndicho chombo ambacho Paulo anakizungumza asubuhi ya leo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Katika kanisa la Mungu hapa duniani kuna vyombo vingi. Kuna vyombo vya kupata heshima na visivyo vya heshima. Hiyo naomba ujue rafiki yangu unayenisikia asubuhi ya leo. Viko vyombo, swala sio vyombo. Viko vyombo vya kupata heshima kwa Mungu. Wao Mungu akikaa kikiangalia chombo anasema yes, hiki ndicho chombo changu ambacho kimechua thamani ya damu ya mtoto wangu Yesu. Hiki ndicho chombo changu ambacho kimejitenga na dunia, ambacho kinanirepresent, kinaniwakilisha mimi Mungu niliyeifinyanga dunia kwa mikono yangu. Hiki ndicho chombo cha thamani. Kwa hiyo hata hapa duniani kuna vyombo vingine machoni petu vinaonekana vya udongo, mbele za Bwana vina thamani. Machoni petu vinaonekana ni vya miti, ukiviangalia ni kama goi vimechoka. Lakini nataka nikuthibitishie kwamba maadamu hivi vyombo vimejitakasa, maadamu hivi vyombo vinatembea katika njia iliyo sahihi, maadamu hivi vyombo haijalishi vya udongo, haijalishi vya miti, haijalishi vya dhahabu, haijalishi vya fedha, maadamu vimejitenga, vimetengwa kwa ajili ya kazi njema ya Mungu, nataka nikwambie Biblia inaviita ni vyombo vya thamani katika nyumba kubwa ya Mungu. Sema amina. Ni vyombo vya thamani. Ni vyombo vya thamani. Sijaelewa wewe ni chombo cha aina gani? Maana machoni pa watu umefaulu, na sisi wanadamu machoni pa wanadamu tumefaulu sana. Tumefaulu machoni pa wanadamu, watu ni majasiri sana, lakini katika siri zao ni bure. Sijajua wewe ilitakiwa machoni pa wanadamu uwe ni mtu ambaye ni mnyonge. Mnyonge si kwa maana ya kwamba unaonewa. Yaani ni mtu ambaye umepondeka ndani ya moyo wako. Ni mtu ambaye Mungu amekufinyanga. Ni mtu ambaye Mungu amekukubali kweli kweli. Lakini watu wengi tunapokuwa machoni pa watu tunajidanganya wenyewe. Machoni pa watu tumefaulu. Machoni pa watu mtihani tumeshinda. Lakini Mungu anapotutazama, hivi ni kweli Mungu anaweza kusema Mchungaji Fred Moblambo ni chombo cha thamani kwangu, au nimpige makelele tu? Hivi anaweza akajivunia ndani ya nyumba kubwa ya Mungu, ndani ya vyombo vyake? Hivi ni kweli anaweza kujivunia? Anajivunia nini kwako? Ndicho anachokizungumza. Anajivunia nini Mungu? Anajisikia yaani anakuakaunti wewe kama ni chombo cha thamani au kisicho na thamani kwake. Hilo ndio swali kubwa ambalo unapoishi katika maisha yako ya Ukristo, katika huduma ambayo Mungu amekupa, angalia sana jinsi unavyoenenda katika huduma yako. Mimi ni mchungaji, lazima nichunge sana maisha, niishi uchungaji, niishi maisha ya uchungaji. Wewe ni Mkristo, angalia sana, je, unaishi kweli Kristo kiasi cha kumfanya Mungu akuone ni chombo cha thamani katika nyumba yake? Ni kwa kiwango gani unaishi ule Ukristo wako wewe binafsi? Kumbuka ya kwamba hakuna mtu ataulizwa kwa niaba ya mtu. Hiyo nikumbuke, kila mmoja ataulizwa na kusimama mbele za Mungu aliyehakimu wa kweli, asiyependelea, asiangalia uso wa wanadamu wala kuangalia sura ya mtu, asiangalia suti kwa umevaa nyeupe sio na shati la zambarau. Haangalia hayo, haangalii ule muonekano wako, whether you are handsome or you are beautiful. Haangalia hayo. Ni Mungu asiyependelea uso wa mtu. Biblia inasema jicho lake linaona mpaka ndani ya moyo wa mwanadamu. Anaweza kuona mpaka kilichojificha. Anaweza kuyakagua maisha yako yote. Anaweza kujua mpaka wazo lako la kesho. Maana Isaya 46 mstari wa 10
kifichama katika macho ya wanadamu. Huyo ndiye Mungu ambaye tunamtumikia. Jamani, haleluya. Huyo ndio Mungu ambaye sisi tunampokea. Mungu ambaye anatisha, anaogopesha. Mungu ambaye hafichwi na chochote na mtu yoyote na namna yoyote. Huyo ndio Mungu. Huyo Mungu akieleweka namna hiyo, anawafanya watu ndani ya kanisa wawe na uhofu kwa Mungu, wawe na hofu kubwa, wamtumikie katika viwango vikubwa, watembee katika hofu kubwa. Maana uwezo wa kumuelewa Mungu wao, uwezo wa kumjua Mungu wao uko juu sana. Watu ambao hawamjui Mungu wao wanaona tu kwamba wanapoonana mtu na mtu wanafikiri ndio inaishia pale. Sikiliza nikwambie, pata maarifa, umwelewe Mungu ambaye hata lile wazo lako la ndani ambalo hujawahi kumwambia mtu yoyote, whether nzuri ama baya, analijua Mungu. Watu wakiwa na ufahamu wa namna hiyo, wanapokuwa peke yao watapondeka sana. Wanapokuwa peke yao watalia sana. Wanapokuwa peke yao watadharau utu wao. Wanapokuwa peke yao watamwambia Mungu, si kitu chochote mimi, naomba uyafinyange maisha yangu, naomba unibadilishe Mungu, naomba unitengeneze. Hao ndio watu wanaoongelewa hapa. Hao ndio watu ambao ni chombo cha heshima kwa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutafuti heshima kwa mtu. Jamani, amina Hatutafuti heshima kwa mtu. Sisi sio people pleasers. Sisi sio wapendeza watu. Tuko hapa ili tumpendeze Bwana mkubwa mmoja, anaitwa Yesu Kristo wa Nazareth. Anaitwa Yesu Kristo wa Nazareth. Anaitwa Bwana wa mabwana. Yeye ambaye kwake hakuna njia ya mwanadamu asiyoijua. Yeye ambaye anafuatilia kila wazo la mwanadamu. Yeye ambaye anamjua Mwabulambo mpaka wazo lake la ndani kabisa. Anajua mpaka nia yake ya ndani. Huyo ndio Mungu ambaye sisi tunamtumikia. Sema amina. Biblia katika kitabu cha Zaburi ya 68 mstari wa 20, Biblia inasema hivi: Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mauti zina Yehova Bwana. Sasa huyo ndio Mungu wetu ambaye kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mauti, huyo Mungu wetu zina Yehova Bwana. Huyo ndiye Mungu ambaye tumemchagua. Huyo ndio Mungu ambaye tunamlilia na tunamwabudu na tunamuomba. Naomba nikuombe, mjue Mungu wako unayemtumikia. Haleluya. Haleluya. Mjue Mungu wako unayemtumikia. Ukimjua Mungu wako unayemtumikia, utatembea vizuri, utaishi vizuri, utaongea vizuri, ukiwa peke yako, mkiwa wengi, kwa sababu unamjua Mungu unayemtumikia. Wengi ni mashujaa sana wakiwa peke yao. Wakiwa peke yao. Wakiwa peke yao. Nisikiza nikwambie, Mungu anakujua. Anasema ya kwamba kinajitakasa. Hicho ndicho kinachohitajika. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Sasa nisikilize. Nilikwambia mawiki yale yaliyopita kwamba mtumishi ambaye ni chombo cha heshima kubwa kwa Mungu ni mtumishi wa aina gani? Niliongea jambo moja, nikakwambia ni yule anayeishi maisha ya kujitakasa. Maisha ya kujitakasa ni maisha gani? Maisha ya utakatifu, maisha ya kuogopa dhambi, maisha ya kukaa mbali. Dhambi ni uchafu, dhambi inanuka, dhambi ni kipindupindu. Hakuna mtu anakisogelea kipindupindu kwa sababu kinapindua kweli kweli. Kwa hiyo huyu mtu ndiye anayeweza kuwa chombo cha heshima kwa Mungu. Wala sio askofu, wala sio mchungaji, wala sio shemasi, wala sio mwangalizi, wala sio mtu aina gani. Ni mtu mmoja tu ambaye anaishi maisha ya kujitakasa. Anaweza kuwa mshirika, wala hana uongozi. Viwango vyake vya maisha kwa Mungu, nataka nikuambie, ni vya thamani. Huyo ndiye anayetazamwa na Mungu. Huyo ndiye ambaye chombo cha thamani kwa Mungu. Maana watu wengine tunaweza kuvaa koti la uchungaji, tunaweza kuvaa makoti ya ushemasi, tunaweza kuvaa makoti ya uangalizi, lakini maisha yetu tunavyoyaoperate, tunavyoyaendesha ni machafu. Kwa hiyo Mungu angalie. Mungu
Mungu anakiangalia chombo ambacho kinaishi maisha ya utakaso, kinaishi maisha ya kukataa dhambi, maisha ya kusema hapana kwa dhambi. Mimi ni kijana wa kiume, mimi ni binti, mimi ni mama, mimi ni baba, mimi ninakataa kwa kila gharama ya aina yote. Hicho ndio chombo cha thamani kwa Bwana aliyetuumba. Tuseme amina. Tuseme amina. Tuseme amina. Nisikilize nikwambie kidogo hapa. Nisikilize nikwambie kidogo hapa. Maisha ya kujitakasa haya maisha yanayoongelea kujitakasa ndiyo hasa maisha yanayomvuta Mungu atembee na wewe. Ndiyo maisha yanayomvuta Mungu afanye kazi na wewe. Ndiyo maisha yanayomvuta Mungu atembee kwa viwango na wewe. Ndiyo maisha yanayomfanya Mungu akutetee kwenye vita vyako. Ndiyo maisha yanayomfanya Mungu kwa gharama yoyote ajitoe Mungu kama alivyo mzima kuyatetea maisha yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kitabu cha Isaya 57 mstari wa 15. Isaya 57 mstari wa 15. Biblia inasema, maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akae milele, ambaye jina lake ni mtakatifu. Yaani mpaka jina lake yeye mwenyewe anayeketi juu sana, jina lake ni mtakatifu. Jina lake, yaani kama ungemwita Mungu ungemwita tu mtakatifu. Mtakatifu ndio jina lake. Ametambulika kwa sifa ya utakatifu. Mungu unayemtumikia wewe. Anasema maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akae milele, anakaa milele, ambaye jina lake ni mtakatifu. Asema hivi, na kamili mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea. Ndipo Mungu utamkuta hapo. Yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea. Sasa wewe, maisha yako jiulize, ni maisha ya kutubu wewe? Ni maisha ya kunyenyekea? Maana kama hauishi kwenye maisha ya toba, maisha ya unyenyekevu, rafiki, Mungu hayupo hapo. Na ninaposema unyenyekevu, sio unyonge, sio kutembea kama Bikira Mariamu, sio kutembea umekunja mikono. Haiko maana hiyo. Maana watu wengi wanafikiri unyenyekevu ni kutoongea. Kevu huyu, shikamoo baba. Sio hayo. Sio hayo. Mtu mnyenyekevu ni mtu ambaye anakwenda sambamba na neno la Mungu. Ndio mnyenyekevu. Yaani kama ungetafuta mtu mnyenyekevu, ni mtu anayesema kweli yote, unachua huyu mtu ni mnyenyekevu. Maana unyenyekevu sio kuficha vitu. Sasa usiwaambie hayo, watajisikia vibaya, watakwazika. Usiwaambie unasema hivyo vitu. Huyo sio mnyenyekevu. Maana watu wanafikiri mtu mnyenyekevu ni mtu akamsini. Hapo anajisikia sasa, mimi unaweza kuishi na mimi, huwezi kupambana na mimi. Yaani ni Mungu.